الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعم بتوفيق الله سبحانه وتعالى tunaendelea na mtawala wetu wa somo la hadithi. Leo tupo hadithi ya 7 kwa mujibu wa kitabu chetu kilivyoandika. Hadithi ya ngapi? Hadithi ya 7. Anasema Sheikh au amenukuu Sheikh hadithi: wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na kumepokelewa kutoka kwa Abi Hurairah, Mwenyezi Mungu amridhie, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'imi alladhi la yajri thumma yakhtasilu fihi. Amesema Mtume kwa mapokezi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, amesema sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna, kuna nuni ya tawkid athqil kuonesha nini? Tawkid. La yabulanna, asikojoe ahadukum, mmoja wenu, fil ma'i daimi, katika maji yaliyotulizana, au kwa lugha nyingine katika maji yaliyotuhama. Akayekea tafsili mbele, alladhi, maji ambayo la yajiri, hayatembei, kwa maana hayachuruziki. Asikojoe, thumma yakhtasilu fihi, kisha akaja kuoga ndani ya maji haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza hilo. Sasa wanawazuoni ikhtalifiana. Kuna baadhi yao wakasema kwamba ni moja kwa moja kwa kuwa imekatazwa basi ni haramu, lakini wengine wakasema kwamba yakiwa ni machache kiasi akikojoa atayanajisisha maji yale, ni haramu. Kwa sababu gani? Pengine yeye mwenyewe atayahitajia, au kuna kiumbe chingine pia nini kitayahitajia. Tamam. Kwa sababu kama ni machache, kwa maana hajafikia kula tena, si ndio? Kisha akikojoa maji yale yanakuwa tayari yamenajisika moja kwa moja. Sawa? Hiyo ni kauli ya kwanza, ndio kauli ambayo ina nguvu. Sawa sawa. Kauli nyingine, kauli ya kwanza ni katika upande kwamba yakiwa ni machache. Kauli nyingine wanasema kwamba ni karaha. Ukaraha ni vipi? Yakiwa maji hayo ni mengi, kwa maana yakiwa yamefikia kullataini. Kwa sababu gani? Maji ambayo yamefikia kullataini, inapoingia najisi hayanajisiki mpaka yabadilike moja kati ya sifa zake 3, yabadilike rangi, harufu au ladha. Kwa hiyo wakasema kama ni maji ni mengi, kwa maana yamefikia kullataini, ni karaha. Na karaha hiyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu itamtia wasiwasi ikiwa baadaye atahitaji kuyatumia sawa sawa, kwa ajili ya kuoga janaba au kutilia udhu. Sawa. Thumma yakhtasilu fihi, kisha eti akaoga ndani ya maji hayo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza hilo, na baada ya kulikataza wanawazuoni ndio wakaja kulichambua. Kuna waliosema kwamba ni haramu moja kwa moja, haifai, yawe ni machache au yawe ni mengi. Lakini kuna wengine wakasema vipi? Kama ni machache, kwa maana hayajafikia kula tena, kama tunavyotambua mtu akitia mkojo mule ndani katika maji machache huwa ni najisi, yanajisika maji yale. Basi kama ni machache atakuwa ni haramu maji haya, yani kitendo hicho kufanya kitakuwa ni haramu, na maji yale pia yatakuwa ni najisi, hayafai tena kutumika. Sawa. Labda kama atatumika kwa njia nyingine, sawa sawa. Lakini katika upande wa tahara hayatofaa. Pia wakasemaje? Kama ni mengi, kwa maana amefikia kullataini, kitendo cha kukojoa ndani ya maji hayo ni karaha. Kwa sababu gani? Huo mkojo unapoingia katika maji ambayo ni kullataini, yale maji moja kwa moja hayawi ni najisi. Sawa sawa. Na anaweza pia huyo ambaye ametia mkojo anaweza baada nini kaoga janaba ndani ya maji haya, lakini kile kitendo cha kukojoa ndani ya maji hayo ni nini? Ni karaha. Tamam. Kwa hiyo hukumu imechambuliwa kwa namna kama hiyo. Tamam. Kuna waliosema ni haramu moja kwa moja kukojoa ndani ya maji hayo. Kuna waliosema hapana, kuna machaguzi mawili, ikiwa ni machache ni haramu. Kwa sababu gani? Yale maji moja kwa moja kiingia mkojo yanaharibika.
na anakuwa ni najisi. Ikiwa atakuja mtu mwingine atayatumia, kwa maana wewe ndio umemfanya yule atumie najisi, na mwenyewe pia kuja kuyatumia unatumia maji ambayo ni najisi. Lakini akiwa ni mengi, kitendo cha kukojoa ni karaha, lakini ule mkojo unapoingia ndani ya maji mengi, maji hayo ambayo ni kulataini hayawezi kunajisika moja kwa moja mpaka yabadilike moja sifa zake tatu: harufu, ladha au rangi. Sawa? Na anaweza nini? Na anaweza akaogea pia maji hayo kwa kuwa ni mengi. Tamam. Wali muslimin, na mapokezi mengine ya Muslim anasema la yaghtasil ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubu. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam asioge mmoja wenu katika maji yaliyotuhama, wa huwa, na hali ya kuwa yeye junubun, yuko na janaba. Wa huwa, na hali ya kuwa yeye junubun, yuko na nini? Yuko na janaba. Tamam. Hapa tunaoneshwa kwamba ni kuoga katika upande gani? Upande wa kuoga. Kwa kauli ya Imamu na Shafi'i amesema kwamba maji kama ni machache yani hayo maji yaliyotuhama, sawa, maji yaliyotuhama, ikiwa mtu ataingia ndani ya maji hayo, sawa, ikiwa nini, mtu ataingia maji ndani ya maji hayo, ni karaha. Ni nini? Ni karaha, lakini ile karaha haimzuilii kuondoka nini? Kuondoka janaba. Yani kama ameingia ndani ya maji kama hayo, mwenye janaba, maji ambayo ametuhama, kiasi akazama mwili wake wote ukawa umeingia ndani ya maji hayo, sawa, janaba linamuondoka, si ndio? Janaba nini? Linamuondoka, lakini kitendo hicho kukifanya ni karaha. Hiyo ni kauli ya Imamuna Ash-Shafi'i. Tamam. Kwa hiyo imekuja hadithi nyingine, Mtume kasema la yaghtasil ahadukum fil ma'i daim wa huwa junub, asioge mmoja wenu fil ma'i daim, katika maji yaliyotuhama, wa huwa, na hali ya kuwa yeye junubun, ni mwenye janaba. Kwa hiyo ni karaha kitendo kama hicho, sawa sawa. Lakini mtu akiingia katika maji hayo kwa nia ya kwamba ana janaba, basi janaba linamtoka, hakuna shida yoyote. Tamam. Akaendelea kusema Sheikh, wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu, na kumepokelewa kutoka Abu Hurairah, Mwenyezi Mungu amridhia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, amesema idha shariba alkalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Idha shariba, pindi atakapokunywa, alkalbu, mbwa, atakapokunywa maji mbwa, fi ina'i ahadikum, katika chombo cha mmoja wenu, falyaghsilhu, basi na akioshe huyo mmoja wenu hicho chombo, sawa, falyaghsilhu, basi huyo mmoja wenu akioshe hicho chombo chake 7 mara 7, sawa sawa, 7 mara 7. Kwa nini akaambiwa akioshe? Ni kwa sababu ule udenda au yale mate ya mbwa ni nini? Ni najisi. Hiyo kwa itifaki ya ulama wote makubaliana kwamba maji ya mbwa yale pia ni nini? Ni najisi. Kwa hiyo kitendo cha mbwa kunywa maji katika nini? Katika chombo chako ni tayari ashakuingizia najisi. Sasa tahara yake yale maji uyamwage, lakini pia kile chombo kile ukioshe mara 7. Wali Muslim, na anayo mapokezi mengine Muslim akisema, yani Muslim ana mapokezi mengine hadithi ya Mtume, sawa, Mtume akisemaje? Ulahunna biturabi, josho la kwanza katika hayo majosho 7 biturabi, liwe ni kwa mchanga, sawa. Josho la kwanza katika hayo majosho 7 biturabi, liwe ni kwa mchanga, sawa. Sasa wanawazuoni wakasema kwamba hapa kumetajwa josho la kwanza liwe ni la mchanga. Kwa maana vipi? Mtu achukue maji, sawa, au auchukue mchanga au uchanganye na maji, kisha ndo nini, asugulie kile chombo Sio kwamba kile chombo kwa kuwa ni kikavu akijapata maji basi atie mchanga vile vile chombo kikiwa kikavu, na kwa haina maana yoyote. Ni kwamba vipi? Achukue mchanga au uchanganye kwenye maji, au achukue maji amwagie juu ya mchanga, kisha achukue ile mchanga ambao umelowana, ndio asugulie kile nini, kile chombo chake, sawa. Na wakasema wanawazuoni, je, uko kutia mchanga ni katika josho la kwanza tu? Akasema hapana, lakini kwa kuwa Mtume ametaja josho la kwanza, ndio litiwe ndani
Kwa kuwa Mtume ametaja josho la kwanza ndio liwe kwa mchanga, hiyo itakuwa ni sunna. Sawa, itakuwa nini? Itakuwa ni sunna kuosha nini? Kuosha chombo hicho kwa josho la kwanza ambalo ni la mchanga ambao umechanganywa na maji. Sawa sawa, Kwa maana hiyo kuchukua ule mchanga ambao umelowana na maji ukaufanya ndio josho la kwanza katika kuosha chombo hicho, ni sunna. Sawa, lakini unaweza ukaosha na mchanga katika josho la pili, kwa maana la kwanza ukaanza na maji, josho la pili ukaja na mchanga. Sawa, pia katika josho la tatu hivyo hivyo, inaenda mpaka josho la sita. Ile la saba liwe ni la maji, kwa mujibu wa maelezo ya Imam Shafi'i. Sawa sawa, kwa sababu ukilifanya la saba ukilifanya la saba ndio liwe la mchanga, inabidi sasa lipatikane jingine la nane. Sawa. Kwa hiyo katika hadithi hii ya mara saba, katika hadithi hii iliyotangulia ya mara saba kumetajwa ulahunna biturabi. Wanawazuoni wakasema hii ulahunna kwamba la kwanza liwe ni kwa mchanga ni sunna, lakini inaweza likawa la pili, la tatu, la nne, la tano au la sita, kisha la saba liwe na maji. Sababu gani? Maji ndio huwa yanaondoa kila kitu. La saba lisiwe la mchanga. Ikaja hadithi nyingine, walahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal, lakini walahu, na ana mapokezi mengine Muslim, yani Muslim amepokea pia mapokezi mengine fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal, kutoka katika hadithi ya Abdullah ibn Mughaffal. Hiyo walahu, hiyo ndio kwa Muslim. Katika hadithi ya Abdullah ibn Mughaffal akisema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, amesema idha walagha alkalbu, pindi atakapokunywa maji mbwa, fil inai, katika chombo, faghsiluhu, fil inai, katika chombo chochote kile, alif na lam tufidu al-umum. Fil inai, katika chombo chochote kile, faghsiluhu, basi kiosheni chombo hicho 7 mara 7. Mbona hapo haya mapokezi mengine sawa, haujataja mchanga. Majosho yote kuanzia la kwanza mpaka la ngapi? Mpaka la 7 yaoshwe kwa maji. Waathiruhu athaminata biturabi, kisha kisugueni chombo hicho athaminata, kwa josho la 8, biturabi, kwa kutumia mchanga ambao umelowanishwa na maji. Tamam. Kwa hiyo hii hadithi nyingine na ina maelekezo mengine tofauti na yale ya mwanzo. Kwa hiyo ukitumia hadithi hii, josho la kwanza mpaka la 7 litakuwa la maji, kisha la 8 ndio litakuwa la mchanga uliolowanishwa na maji. Sawa. Na kwa kuwa kuna la 8 la mchanga, basi inabidi pia lipatikane la 9 ambalo litakuwa la maji, ambalo litasawazisha kuondoa ile mchanga na vitu vingine. Sawa. Lakini sisi katika madhehebu yetu ya Shafi'ia tumechukua ile hadithi ya kwanza. Sawa, na maelezo kwamba mchanga utakuwa ni josho gani, kama tulivyoeleza. Ukifanya la kwanza na kufuata sunna, lakini inafaa katika josho lolote, la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5, la 6, la 7 lisiwe kwa mchanga. Sisi tumeelewana vizuri jamani? Katika madhhabu ya Imam Shafi'ia amechukua hadithi ya kwanza, akasemaje? Kwa kuwa Mtume amesema ulahunna biturabi, la kwanza liwe ni kwa mchanga. Imam Shafi'i akasema hii kwamba la kwanza ndio liwe la mchanga ni sunna, kufuata sunna ya Mtume, kwa ni sunna mtu akifanya hivi. Sawa. Lakini ikiwa la kwanza atafanya kwa maji, la pili atafanya kwa mchanga, sawa. La kwanza, la pili kwa maji, la tatu atafanya kwa mchanga, sawa. La kwanza, la pili, la tatu kwa maji, la 4 atafanya kwa mchanga, sawa. La kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5 la 4, la 5 atafanya kwa mchanga, sawa. La kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5, la 6 akafanya kwa mchanga, sawa. Lakini lile la 7 la mwisho liwe ni kwa maji. Tamam. Kwa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, yeye amechukua kauli ya kwanza, lakini kule kusugua kwa mchanga akahusisha kwamba kwa ile mara ya kwanza ni sunna, na inawezekana pia ukaanza na maji kisha mchanga kusugua katika majosho mengine. Kikubwa ile josho la mchanga lisiwe la mwisho ambalo ni la 7. Tamam. Wa an Humrana maula Uthman ibn Affan, na kumepokelewa
hadithi kutoka kwa Umrana maula Uthman ambaye ni kijakazi wa Sayyidina Uthman ibn Affan rahimahumullahu ta'ala, annahu, kwamba huyo Umran amesema, raa Uthman radhiyallahu anhu, Umran alimuona Uthmani, daa biwadhui, sawa, ameomba apewe chombo cha kutawadhia. Tamam, Umran alimuona Uthman kwamba nini? Uthman ameomba apewe chombo cha kutawadhia. Sawa sawa, kuna wudhui na wadhui. Wadhui ni kile chombo ambacho kinatiliwa maji ya kutawadhia, kisha wudhui ni nini? Ni kile kitendo sani cha kutawadha. Sawa sawa, kwa daa bi wadhui. Umran alimuona Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu kwamba nini? Ameomba apewe chombo cha kutawadhia. Fa afragha ala yadayhi min inaihi, Sayyidina Uthman akachuruzia, fa afragha afwan, tupishe adhana